Usiku uliokataa kulala, siri ya mtaa uliojaa roho. Kulikuwa na kijana aitwaye Timo aliyeishi kwenye mtaa ambao mchana ulikuwa wa kawaida, lakini usiku uligeuka kuwa siri kubwa. Watu waliishi humo kwa hofu, kwa sababu kulikuwa na mambo yaliyotokea bila maelezo. Milango ilijifungua yenyewe, taa zilikuwa zikijizima, na sauti za watu waliokufa zamani zilionekana kunong'ona hewani. Siku moja dada yake Timo, Asha, alipotea bila dalili. Simu yake ilipatikana sakafuni ikiwa imezimika, kana kwamba mtu aliichukua kwa ghafla. Familia ilijaribu kuuliza majirani, lakini kila mtu alikataa kuzungumza. Wengine walisema, ukianza kuuliza sana naye utapotea. Hilo lilimkasirisha Timo, kwa sababu ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti iliyosema lazima ajue kilichotokea. Usiku mmoja Timo aliamua kufuatilia sauti zinazodaiwa kusikika kwenye mtaa huo. Alivuka barabara za giza, akasikia mlango mmoja ukigonga taratibu, kana kwamba mtu anataka msaada. Aliposogelea, baridi kali ilipita mgongoni mwake. Ndani kulikuwa na chumba tupu, lakini sakafuni aliona alama kama za vidole vyeusi vilivyomvuta kuendelea ndani zaidi. Kadri alivyoingia, alisikia sauti ya dada yake ikisema, usirudi nyuma Amy. Kuchelewa. Mioyo ya waliopotea ilionekana kubaki humo, wakimwangalia bila macho, kama vivuli vilivyo hai. Ghafla giza lilifunga mlango na hewa ikawa nzito kama mtu anayezama majini. Timo alielewa. Sasa mtaa huo haukuwa tu mahali pa kuishi, ulikuwa mtego wa roho. Aligundua kwamba kila mtu aliyekataa kusema tayari alikuwa sehemu ya siri hiyo. Walitembea mchana kama kawaida, lakini usiku walikuwa wafungwa wa nyumba hizo. Timo alijaribu